Shukrani za dhati zikuendee msikilizaji wa Kwetu News 24 popote pale unapotutizama. Ni wakati mwingine tena wa kuletea habari ambazo zimegonga mwamba katika siku ya leo. Unaoendelea kutizama na kutegea sikio ni Kwetu News 24, tunakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu ambayo imegubikwa na msalama mdogo pamoja na vita vya kila leo. Msikilizaji, ili kufahamu kipi kinajiri kote nchini DRC hususan mashariki mwake na habari za vita, usikose kubonyeza kwenye subscribe yako, usikose kucomment ili tujue unatupata kwa sehemu gani, lakini pia usikose kulike na kushare ili uwe kwanza kupata habari zetu. Leo hii habari zetu tunaanzia ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako vita vikali au mashambulizi makali yameripotiwa tena huko maeneo ya Pwezero kuelekea eneo la Kanguli, ni ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, jimbo tarafani Fizi, kwenye sekta ya Tanganyika. Habari zetu zinaeleza kuwa waasi wa AFC M23 walijaribu kushuka katika eneo la Kanguli wakitokea eneo la Pwezero na kuweza kushambuliana vikali na vijana wazalendo ambao walifanikiwa kuwarudisha nyuma hadi maeneo ya Asolelo, eneo ambalo linapatikana kwenye umbali wa kilomita 1 na eneo la Pwezero. Kushuka kwa waasi wa M23 kwenye eneo la Kanguli kunaleta uoga mkubwa na wasiwasi kwa raia wanaopatikana maeneo ya Nele pamoja na eneo zingine kama Bilende, Elombe pamoja na Tubuki. Habari ambazo zilizagaa kwamba waasi hao wamekiteka kijiji cha Kanguli kinachopatikana kwenye sekta ya Tanganyika ndani ya tarafa la Fizi ni uongo mtupu. Bado wanapatikana maeneo ya Pwezero ambako walishika tangu wiki zilizopita. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, habari hizi tunaendelea kuzifanyia uchunguzi ili uweze kuzipata kwa wakati unaofaa. Na sasa tugeukie ndani ya mji wa Baraka, ambako kamata ya wanajeshi ambao hawapendi tena kujihusisha na masuala ya kupigania nchi na kunyanyasa raia mjini humo, kuiba simu, inatuliza ghasia ya uwizi pamoja na mauaji ndani ya mji wa Baraka. Raia wa mji huo wa Baraka wanaendelea kupongeza uongozi wa FARDC ambao unapatikana ndani ya mji huo kwa kuweza kurejesha utulivu na amani ndani ya eneo la mji wa Baraka na kote ndani ya tarafa la Fizi. Raia hao ambao walilalamika kwa siku za kutosha kuhusu kuibiwa kwa simu na utovu wa usalama majira ya usiku, sasa wanaendelea kupongeza kabisa na kuendelea kushirikiza jeshi la taifa FARDC kuendelea kukamata vijana hao ambao wanajiita ni FARDC lakini ambao hawapendi kulinda raia na mali yao. Raia wa mji wa Baraka wakiwa kwenye mic za Kwetu News 24 walieleza furaha yao ya amani na utulivu unavyoendelea ndani ya mji wa Baraka. Tuwasikilize. Sisi tunasema jeshi letu la Kongo ambalo tunakuwa nalo hapa Baraka, jeshi la FARDC, tunashukuru sana kwa jitihada ambayo mnaendelea kututafutia usalama. Muzidi kututafutia usalama. Kwa sasa tunakuwa tunafanya makazi bila tatizo, na tunaomba cha pili, tunalia kama sisi raia ni kunjia ya mawasiliano hivi haiko, na tunaona kama vile nyingine ukosefu wa usalama ambao tunabakia nao, lakini kwa njia ya masase hapo askari jeshi FARDC walimaliza. Yani mimi hali vraiment mimi nipokea tu kwa furaha sana tena sana. Juu hapa basoda walikuwa wanapaka makarisi, walikuwa wanatusumbua sana na masasi. Gisi tu balianza partir hapo tu kwanza kwenda na barabara makarti. Vraiment niko naona sasa kuna kwa ukimya kidogo kabisa, ile vya kusikisikia masasi tena naona sasa vinapunguka, na wakiendelea hivi vraiment bakwa kazi ya muhimu sana, na baendelee basichoke, bazunguruke Baraka yote mzima, baende bana ba controle bababani. Hii swala kabisa itasaidia ukimya utarudia Baraka juu vyote kabisa, yote masasi hatutaisikia wakiendelea kuwashika juu ndio kwa tusumbua sana makarti. Sasa vile sie population ya Baraka kwa hii kamata yenye FARDC ilitufanzia, tanke sie population kabisa tunafurahi sana.
A partir leo kuingia mtere kwanza kamata maaskari. Sio pande wetu kabisa, tunaona kwanza wizi ule wa kuibibia mwasimu wa busiku inapunguka sana. Vraiment tunaencourager na tunafurahi tanke si population ya Baraka. Ya, na upande wa masasi pia tunaona kabisa masasi inapungua kulialia. Aba tu kamata kuingia mtere, tunaona na masasi inapungua kabisa, tusikisikie tena masasi sana. Vraiment tunaencourager FARDC waendelee kabisa kufanza vile kajua si population ya Baraka na sisi tunapumua kabisa, tunaencourager waendelee tu kufanza tu vile. Naam, wakati hayo ya kijiri, msikilizaji wa Kwetu News 24, nilikukumbusha kwamba mapigano makali kati ya AFC M23 pamoja na vijana wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC yanaendelea kushika kasi maeneo ya huko Pwezero, wakifikia maeneo ya Kanguli ikiwa ni ndani ya sekta ya Tanganyika ndani ya tarafa la Fizi. Kwingineko ni kwamba Corneille Nangaa afutilia mbali mazungumzo yaliyopendekezwa na Kinshasa. Kiongozi wa AFC M23 Corneille Nangaa amefutilia mbali uwezekano wowote wa mazungumzo na serikali ya Kinshasa, akisema kwamba mgogoro wa Kongo hauwezi kutatuliwa kupitia maelewano mapya ya kisiasa. Katika video iliyorushwa na timu yake, Bwana Nangaa alielezea serikali ya Kongo kama muongo na mjanja ambaye haheshimu ahadi zake. Kwa hiyo alikataa chaguo la mazungumzo na serikali wakati ambapo Kinshasa inajaribu kuanzisha mfumo mpya wa majadiliano ya kitaifa kwa usaidizi wa viongozi wa kidini mkiwemo Senko pamoja na viongozi wengine wa makanisa ya Kiprotestanti. Corneille Nangaa anasema suluhisho haliko katika maelewano ya kinafiki bali katika vitendo na kuanzishwa upya kwa serikali. Alitaja vipaumbele 4: kujenga jeshi lenye ujuzi, kikosi cha polisi chenye umaarifa wa kuwalinda raia, mahakama iliyo huru na utawala unaotambua majukumu yake. Kwa kauli hii, Bwana Corneille Nangaa hakatai tu muundo uliopendekezwa na Kinshasa. Kwa upana zaidi, anapinga wazo kwamba mpangilio wa kisiasa pekee unaweza kutatua mgogoro wa sasa, na anapinga mazungumzo yenye mabadiliko makubwa ya taasisi za serikali. Msimamo wake ni mojawapo wa kukataa kwa wazi mchakato huo uliotangazwa na mamlaka ya Kongo. Pia unaangazia moja ya vikwazo vikuu vya ujumuishi wake, ushiriki au la wa wadau wanaokataa kutambua serikali ya Kinshasa kama mamlaka inayostahili kusikilizwa na kuaminika. Na huko jijini Kinshasa, msikilizaji, maandamano yaliyoitishwa na muungano wa upinzani wa C64 nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupinga mpango wa kuibadilisha katiba hayakufanyika tena Jumatano iliyopita baada ya kuahirishwa kufuatia wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa. Maandamano hayo yaliitishwa na viongozi wa upinzani. Hatua hii imezua mitazamo mbalimbali miongoni mwa wapinzani. Viongozi wa dini wakiongozwa na baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Senko na madhehebu ya Kiprotestanti yamepewa kazi ya kuongoza mazungumzo hayo, na ndio waliomba upinzani kuahirisha maandamano ya Julai tarehe 22. Kulikuwa na mikutano kadhaa iliyosababisha muungano wa C64 kukubali kuahirisha maandamano yao licha ya kuwepo kwa upinzani mkali miongoni mwao. Miongoni mwa wanasiasa wa upinzani waliopinga kuahirishwa kwa maandamano hayo ni pamoja na Seti Kikuni kutoka muungano wa Kuokoa DRC unaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Kikuni anasema ilikuwa kosa kubwa kwa viongozi wa C64 kukubali kuahirishwa kwa maandamano hayo. Dominique Munongo kutoka chama cha Ensemble chake Moise Katumbi Chapwe naye amepinga kuahirishwa kwa maandamano hayo, anayosema yalipaswa kuendelea ili kumpa shinikizo Rais Tshisekedi. Hata hivyo, Ferdinand Kambere, naibu katibu mkuu wa chama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila, yeye amesema mazungumzo yapewe nafasi lakini wapinzani wawe macho. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kufikia hapo mimi sina la ziada. Nikushukuru kwa kuungana nasi mwanzo hadi tamati. Endelea kufuatilia Kwetu News 24 kwa habari ambazo zitakazotokea baadaye. Tutakuwa tayari kukujuza kile ambacho kitajiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na hata kwenye nchi hiyo nzima.
Asante kwa kuungana nami mwanzo hadi tamati. Kwa